Sawa. Kwa hiyo unapaswa kuwa unatoka sehemu ya 3 ya mfululizo huu. Video hizi ni sehemu ya mfululizo wa mada na zinapaswa kutazamwa kuanzia mwanzo kwa mpangilio ili uweze kuelewa kile kinachowasilishwa. Kwa hiyo tafadhali, kama hujatizama sehemu ya kwanza, tafadhali simamisha video hii na uanze tena kutoka video ya kwanza. Sawa? Kwa hiyo kwenye sehemu ya 3 tulishughulikia hitimisho muhimu ambalo lilihitaji kuangaziwa. Hitimisho lilikuwa kwamba Ukristo ni dini ya magugu ambayo shetani alipanda katika shamba lile lile. Yahushua alipanda mbegu yake njema. Inaweza kuhisi kama ni ya kibibilia, lakini inapokuwa kikamilifu, imani inaonekana kabisa kuwa kinyume cha maandiko. Hailingani na maandiko. Sasa inaeleweka kuna kusita na upinzani kutoka kwa kauli kama hii. Mwanzoni inaweza kuhisi kama unakwenda kinyume na imani yako mwenyewe, kwa sababu wenye mamlaka wamefanya watu wahisi kwamba Ukristo ndiyo dini ya asili na imani ya asili. Hii iko mbali sana na ukweli. Unapoachana na Ukristo, hauendi kinyume na neno. Kwa kweli unalikumbatia na kulisimamia neno. Ni watu wangapi wanajiita Wakristo na wanaishi katika uovu? Ni Wakristo wangapi wanaadhimisha sikukuu za kipagani? Ni wangapi wanakuambia kwamba sheria imeondolewa? Ni wangapi wanaamini katika kuwa sehemu ya ulimwengu huu? Leo mtu yoyote anaweza kujiita Mkristo na watu wakaamini hivyo. Namaanisha, mtu yeyote anaweza kusema Amka. Kama wakati wowote unapopitia hali ngumu, unajua kwamba haijalishi ni nini, ikiwa familia yako haipo, una Bwana. Na sikujua kwamba nyinyi watu mlikuwa Wakristo wagumu sana. Ndio. Je, wewe na Kanye mnajifunza Biblia peke yenu? Sisi hatufanyi hivyo. Namaanisha tutatumiana kama mistari tofauti ya Biblia, na hakika atakuja kanisani. Atapenda tutakapokuwa hapo. Unajua, nadhani sisi ni wa kiroho zaidi. Nadhani tunaamini kweli katika maisha baada ya kifo na mbinguni, na tunaamini tu kiroho. Na familia yangu yote iko hivyo na tunaishi maisha yetu hivyo. Tunajaribu tu kuwa watu wazuri na kuwaheshimu watu wengine na kuwa mkarimu. Naam, huyo ni Mkristo. Na hiyo ndio. Kama unajua, kweli tulikuwa Wakristo kweli. Ndiyo. Na yetu ya roho maisha yangu yote. Mstari ninaupenda zaidi wa Biblia kwa sababu mimi ni Mkristo. Ni kitu cha matendo. Namaanisha, angalia Ukristo wa leo. Kirk Franklin ndiye mfano bora wa Ukristo leo. Huyu mtu kwa kweli alikuwa muovu tangu mwanzo, lakini kwa sababu pazia la Ukristo bado lilikuwa likijificha kama ngano, alikuwa mpole zaidi katika jinsi alivyokuwa akijionyesha kwa Wakristo. Alileta mabadiliko madogo madogo kwenye mziki wa Injili taratibu kwa muda. Lakini sasa, kwa kuwa tuko katika siku za mwisho na magugu yamekuwa kikamilifu, ametokea kuwa mfano wa kile ambacho Ukristo ni imani ya kufanya utakavyo. Hakuna anayemhukumu mwingine katika Ukristo, kwa sababu imani hii haihitaji mtu kujitenga na dunia, bali ni kushikamana kabisa na mambo ya dunia hii. Kwa hiyo, Kirk anaweza kumtupilia mbali Mkristo mwingine kwa urahisi na kumuita mnafiki, kwa sababu wote wanaoishi katika dini ya Ukristo wanaishi katika dini ya magugu. Kirk yeye anafichua tu hali hiyo. Unaona, kama Ukristo ungekuwa wa kweli, mwili mzima ungekuwa umemwambia huyo mtu akae chini mahali fulani. Hata hivyo, ninachosema ni kwamba dini ya Ukristo ni dini ya magugu. Haitawaongoza wale wanaoifuata kufika kwenye hatima wanayoamini watafika. Nasikiliza, najua inaweza kuonekana kama ni kuhukumu na labda ni vigumu kusikia, lakini hili linahitaji kueleweka kabisa. Katika video iliyopita, mtu mmoja alisema, mimi ni muumini aliyezaliwa upya katika Yesu Kristo ambaye anaweka imani yake kwake pekee. Ninaamini Injili inayopatikana katika kwanza wa Korintho 15. Nimeokolewa kutoka kwenye maisha ya giza ya dawa za kulevya, ngono, kukosa makazi na kadhalika. Naishi kila siku nikijaribu kumuiga na yeye yuko mbele ya mawazo yangu kila wakati. Sasa nimeoa, nina wavulana 2 na ni kiongozi wa huduma kanisani kwangu. Utukufu wote ni wa Mungu. Je, mimi ni magugu? Ninahisi kama swali hili lilikuwa la dhati na ni mfano mzuri wa kile ninachozungumzia.
Kwanza kabisa, kujibu swali hili, hebu niseme kwamba hakuna kitu alichosema hapa ambacho kingemruhusu yeyote kati yetu kutoa tathmini ya imani yake. Kuna Wakristo wengi ambao wako hivi. Kwa kweli, hiyo haina maana yoyote. Hebu nikupe hadithi ya kile ninachomaanisha. Miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 10 iliyopita angalau, nilipokuwa nakuwa katika imani yangu, ndugu mwingine niliyemfahamu alikuwa anaishi maisha ya kidunia. Alikuwa akilewa, anavuta bangi sana, anafanya mambo yasiyo ya maadili, na mbele ya marafiki zake alionekana kama mtu wa chini kabisa kwenye kundi lao. Wakati huo nilikuwa natafuta ushirika kwa sababu nilikuwa nimeacha kanisa, na mimi na yeye tulipoanza kuzungumza kuhusu imani yetu, nilifurahi sana. Mara moja nilianza kujitahidi kumsaidia kwa njia yoyote niliyoweza. Tukaanzisha somo la Biblia la wanaume nyumbani kwangu, na lilianza vizuri hadi mambo yalipoanza kuwa magumu. Nilipokuwa naongea dhidi ya dunia na sikukuu za kipagani, aliendelea kusema kwamba nilikuwa nakosea na hakuweza kuelezea, lakini alihitaji mzee wa kanisa lake aje azungumze kuhusu hilo. Sasa, wakati huo sikuwa karibu na uelewa nilionao sasa, kwa hivyo mengi ningekasirika na kulikuwa na mzozo. Hebu tuseme hivyo. Kwa vyovyote vile, kwa ufupi, tulitengana na tukawa na ugomvi kamili. Wakati huo nilimuita Mkristo wa aina ya kanisa la ajabu. Sasa hili ndilo jambo. Kwa ujumla, nikihukumu viwango vya ulimwengu huu, nimeona kwamba katika maisha yake kwenda kanisani kulikuwa jambo zuri kwake. Hakuwa sawa na alivyokuwa hapo awali. Hata baadaye alianza familia na yuko katika huduma kanisani kwake. Unaona, mchungaji wa kanisa alimkumbatia, akampa kazi na akamruhusu akue ndani ya familia ya kanisa. Na kimsingi alikuwa amefungamana kabisa na huyo mtumishi wa kanisa. Maisha yake yalikuwa sana kama vile ndugu huyu anavyosema katika ushuhuda huu, katika swali hili. Sasa nikimjua huyu ndugu ninayemzungumzia kutoka zamani zangu, yeye kabisa ni magugu. Mabadiliko katika mtindo wake wa maisha na kuwa katika huduma kanisani, hayo yote ni mambo mazuri kwa upande wa dunia hii. Lakini katika kumtumikia hiki si kitu cha muhimu. Hayo yote ni njia ambayo dunia hutumia kujihalalishia na kupima imani na jinsi wanavyoitazama imani. Lakini huyu mtu bado anapamba miti ya Christmas na amejikita sana kwenye mafundisho ya kawaida ya makanisa. Ninajua hili kwa sababu anaweka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa ninavyofahamu, anaweza kabisa kuwa ndiye aliyetoa maoni hayo kwa sababu ushuhuda ni ule ule kabisa. Hoja yangu ni kwamba kwa vigezo vya kile ambacho huyu mtu alisema kwenye maoni na kuuliza kama yeye ni magugu, hatuwezi kutoa uamuzi kwa sababu watu kweli husafisha maisha yao katika kanisa la Kikristo. Hakuna ubishi kuhusu hilo. Kanisa la Kikristo linaweza kukuzuia na mambo mengi aliyoyataja kwenye maoni yake, lakini hilo halitufanyi tujue kama mtu yeyote ni ngano au magugu. Ndio maana mfano wa ngano na magugu ni muhimu, kwa sababu magugu yanafanana na ngano hadi yanapokuwa kikamilifu. Kwa hivyo, ikiwa tabia hizi fulani mtu anazonazo zinaonekana kuwa za haki na takatifu, zinaweza kumfanya mtu ahisi kama kweli anaishi kwa ajili ya Baba yetu. Lakini kinachohitaji kueleweka ni kwamba hiyo si njia ambayo mtu yeyote angeweza kuitambua au kuibaini. Na labda wewe ni kama hivi. Ulikulia kanisani na unajua wewe ni mtu tofauti na ulivyokuwa hapo awali. Unaamini, unamsifu Mungu na unaishi kwa ajili yake. Sasa unasikia kwamba unaweza kuwa magugu. Na sasa umekasirika nami ukisema mambo kama, mtu huyu ambaye hata anijui anawezaje kuthubutu kusema jambo kama hilo? Hata hajui moyo wangu. Mtu huyu ni mhukumu tu. Najua shetani anasema hivi kwa wengi wenu. Acha nikuambie kwamba ninaelewa unakotoka. Lakini hii ndiyo sababu nilianza mfululizo huu kwa jaribio. Kwa sababu kuna njia nyingi tofauti za kubishana na kujadili kuhusu hili, kwa kuwa mada hii ni ya kina sana na ina tabaka nyingi. Sio kila Mkristo ni sawa. Na hiyo ni kwa sababu ya madhehebu na mijadala ya kujitenga ndani ya dini ya Ukristo kwa ujumla. Lakini njia bora ya kuelewa imani yako na upande gani wa ukweli upo ni kuelewa mtazamo wako kuhusu maandiko na kile tunachosubiri. Hii ndio sababu nilianza mfululizo huu kwa jaribio. Kwa sababu, sikiliza, unaweza kukubaliana au kutokubaliana na tunaweza kubishana juu ya hili. Ndiyo, unaweza kusema mimi ni wa uongo kadri unavyotaka. Lakini kama hakuna njia ya mimi kuthibitisha ninachosema au wewe kuthibitisha kwamba mimi ni wa uongo, tutakuwa tunazunguka tu bila mwisho.
Kwa hivyo tunapaswa kupitia jaribio na kupitia majibu ya Biblia. Katika sehemu ya kwanza ya mfululizo huu, sikutoa majibu ya jaribio hilo mara moja kwa sababu nilitumaini kwamba watu wangeshiriki kwanza na kujibu maswali, na watu wengi walimsifu Yah. Maswali kutoka kwa jaribio hili ni mahali pazuri pa kuanzia katika kubaini mahali unapoishi katika Ukristo. Lazima ujaribu Ukristo. Jaribu mambo yote. Lazima ujaribu Ukristo na uelewe mafundisho uliyofundishwa. Sielewi kwa nini hilo lingekuwa baya na lenye madhara kufanya hivyo. Kwa hivyo, tutafanya nini? Ni kupitia maswali na majibu kuhusu kupima Ukristo. Na mtu yeyote anaweza kupitia hili na kuona msimamo wake. Tutapitia jaribio. Tuanze. Sawa, kwa hivyo hii ni muhimu sana. Kwa kweli, nadhani kila Mkristo anapaswa kufanya mtihani huu na mapitio. Kuna watu wengi wanaotaka kunijia na kusema kinyume na ninachosema. Na iwe hivyo. Lakini hapa ndipo, kama mimi ni mdanganyifu na ninachosema ni cha uongo, mtu yeyote anachohitaji kufanya ni kufanya mtihani huu na kuthibitisha anachosema. Thibitisha tu, na unaweza kuongesha kwa urahisi kwamba mimi ni mwongo. Kama nilivyosema, nilisubiri wiki nzima kupitia majibu kwa sababu napenda kushiriki katika maoni. Sikimbii maoni yangu. Na napenda kuelewa kile ambacho watu wanaamini kweli. Nimekutana na watu wengi na imethibitika kwamba Ukristo hauwaandai wanaofuata. Majibu mengi ya maswali yalikuwa karibu sawa, na mara nyingi watu hufanya mbwembwe na kuruka viunzi ili wasitumie kile ambacho maandiko yanasema kweli. Nimegundua kwamba watu huchukua wanachotaka kuamini kama msingi na nguzo ya jinsi watakavyotumia maandiko badala ya kuacha maandiko yawe msingi wa kile wanachoamini. Nitakuonyesha, lakini kwanza hebu tupitie maswali. Swali la kwanza. Baba yetu Yahua aliye juu zaidi alifanya agano jipya na nani? Swali la pili. Ni andiko gani linalotoa agano kwa Kristo? Swali la tatu. Baba yetu anapanga kufanya nini katika siku za mwisho kabla Masihi hajarudi na kuwa mfalme? Swali la nne. Unasubiri nini baba yetu awafanyie Wakristo katika siku hizi za mwisho? Swali la tano. Je, tunajaribu kwenda mbinguni au kubaki duniani? Haya ni maswali rahisi sana ya msingi. Sio maswali magumu ya kitheolojia, si maswali ambayo yanapaswa kuzua mjadala mkubwa, lakini ni ya msingi kwa imani hii. Sasa, nitakachofanya kwanza ni kukuonyesha baadhi ya majibu ya maswali haya. Na niseme hili kwanza, sijaweka jina la mtu aliyejibu maswali haya. Kwa wale walioweka majibu yao, nashukuru kwa kuchukua mtihani na kuweka majibu yenu. Hii haitumiki kuwahukumu au kuwaibisha, ndio maana hata sionyeshi majina yenu. Hii ni kusaidia tu na kuonyesha hoja yangu. Majibu yenu ni msaada mkubwa ili kufafanua hoja yangu kwa ujumla, na usijali hata kama umekosea. Watu wengi hata hawafanyi mtihani. Kwa hivyo, kwa kuwa wewe ni jasiri wa kutosha kufanya mtihani, unapaswa kupongezwa kwa hilo. Tena, mimi sipingi wene. Kwa hivyo tuanze. Swali la kwanza. Baba yetu Yahua aliye juu zaidi alifanya agano jipya na nani?